Assalamu alaikum mpenzi mtazamaji. Kwa mara nyingine tena tumefika katika eneo letu la tukio ambalo leo limetukusanya sisi wana Waislamu, na moja kwa moja tumefika katika eneo hili na tuko na shekhe hapa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vipi hali shekhe? Alhamdulillah, namshukuru Allah tabaraka wa taala. Kwanza kabla ya yote, Waislamu wanataka kutambua jina lako, wadhifa wako na mahali gani tulipo sehemu ya leo. Sawa sawa, alhamdulillah, Eid Mubarak. Naam, jina langu mimi naitwa Bwana Mtiani Khamis, ni katibu wa Masjidi Fatumati Zahra ambaye ipo chini ya taasisi ya Jamaati Answari Sunna, lakini pia ni katibu wa wilaya wa Jamaati Answari Sunna wilaya ya Kinondoni. Leo kwa kwetu hapa tupo katika siku kuu ya Dhulhijja ambayo muda mchache tu hivi uliopita tumetoka kuswali katika viwanja vyetu vya shule ya msingi Boko pale. Na kwa mwaka huu ni mwaka wa ngapi labda kuswali katika eneo la viwanja vya Boko? Eneo la viwanja vya Boko tulio toka mwaka 1999. Mashaallah. Ni viwanja vikongwe kwa swala ya Eid kwa ukanda huu wa Kinondoni. Mashaallah. Naam, na uitikio wa watu na leo kwa ujumuiko tumejumuika pamoja, tumeswali kwa pamoja. Unaonaje uitikio wa watu leo? Alhamdulillah, kwa kweli uitikio wa watu umekuwa ni mkubwa, unaendelea kuimarika, watu ni wengi na watu wanapenda sisi viwanja vyetu. Tunapomaliza kuswali swala ya Eid tunaongea mambo ya maendeleo, kwamba mwaka huu tuna jambo gani, mwaka jana tufanya jambo gani. Mashaallah. Naam, katibu, kama ulivyombulisha, tupo eneo hili. Nataka nifahamu eneo hili ni eneo la nini labda, au ni kitu gani ambazo tupo katika eneo hili? Hichi mlichokiona hapa tupo katika wilaya ya Kinondoni, kata ya Bunju, mtaa wa Boko. Mtaa wa Boko, Boko shule. Hichi ni kituo cha kuhifadhisha Qur'ani ambayo tumeanza kukijenga, tunaendelea kukijenga. Lengo la kituo hichi, watoto watahifadhi Qur'ani hapa, watalala hapa, wataamka hapa. Ni kituo cha kwanza katika ukanda wetu kujengwa kwa mikono ya Waislamu wenyewe. Lengo letu kitakuwa kituo cha kuhifadhisha Qur'ani. Watoto watakuja kukaa hapa kutoka mikoani, maeneo mengine na maeneo mengine yote na maeneo yanayotuzunguka mji wetu wa Boko. Lengo watoto wetu wapate kuhifadhi Qur'ani, misaafu itembee ndani ya vichwa vyao, misaafu itembee ndani ya vinywa vyao. Hili ndio lengo la jengo hili. Mashaallah. Na katibu, tunaona mazingira ni mazuri, mazingira ambayo sasa tunataka tuambie, ili Waislamu na wale ambao wanakuona sasa hivi na kutizama wanataka kujua sasa, ili likamilika jengo hili, ili nani, kitu gani ambacho bado vinahitajika ili Waislamu waweze kutoa msaada yao, waweze kuchangia katika kuendesha ili jambo la kheri. Sawa sawa, ndugu mtangazaji, kama ulivyoliona ili jengo tumeanza hatua, sasa hivi tumefikia hatua ya plasta. Zoezi la plasta limekamilika, vifaa vyake vyote vipo linaendelea. Sasa hivi tupo katika hatua tunahitaji vifaa kwa ajili ya wiring ya umeme. Thamani ya vifaa vinafika karibuni milioni 3,900,000. Tukimaliza hatua hii ya wiring ya umeme tutaingia hatua ya gypsum board. Tukimaliza hatua ya gypsum board tutaingia hatua ya kufanya finishing ya kupiga rangi. Tukimaliza hatua ya kupiga rangi tutapiga tiles. Sasa mahitaji yote manne haya yanawahitajia Waislamu katika kuwekeza. Mashaallah. Sasa shekhe au katibu, nataka tujue ili tuende haraka na muda unakwenda. Nataka tujue sasa kwamba hayo mahitaji ya wiring kwa sasa hivi inahitajiwa, umeniambia inahitajika ni milioni 1, milioni 3,900,000. Naam. Sasa nataka tujue Waislamu wanataka kuchangia labda au Waislamu wanataka kutoa kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wanafanyaje ili wapate kuchangia hicho kitu? Sawa sawa kabisa. Sasa hili tumeigawanya katika mambo makuu yafuatayo. Naam. Sisi shida yetu sio hela. Kuna njia tumeweka katika njia ya PDF, vifaa pale vinaonekana ambavyo nadhani mwandishi nitamuonyesha atachukua, lakini pia njia nyingine unaweza kuchangia njia ya Tigo Pesa, ambayo ukichangia njia ya Tigo Pesa ili tupate milioni 3,900,000 kwa ajili ya wiring. Jengo ni hili hapa na lingine hili hapa. Yapo mawili haya. Mashaallah. Sasa pana namba za simu ambazo unaweza kuturushia. Kwa mfano, namba hizo ni 0713222302. Narudia 0713222302. Jina litatokea Hashim Muhammad Sebao. Hilo ndio jina la imamu wetu na ndio jina ambalo hiyo namba inayopokea fedha. Mashaallah. Ni mtandao gani huo? Naam. Naam.
tumeamua kuanzisha kituo hichi cha kuhifadhia Qur'ani. Msingi wa kwanza kuwajenga watoto kielimu kama hawa wahifadhi dini yao, lakini la pili ndio kituo pekee kitakuwa cha kwanza katika ukanda huu cha kuhifadhisha Qur'ani, ili watoto wetu waweze kusoma na sisi wenyewe tuweze kusoma, tuipate Qur'ani ambayo tujae ndani ya vifua vyetu na vinywa vyetu, kwa sababu tunapoiacha kuieneza Qur'ani tukahifadhisha watoto Qur'ani, tumewatupa watoto au tumetupa jamii ambayo inapotea. Leo kama mlivyoona hali ni mbaya. Sasa tunataka ile Qur'ani tutembee nayo ndani ya vichwa vyetu. Ndiyo maana tumeamua kuanzisha hichi kituo. Ni kituo cha kwanza katika eneo letu la Boko, ni kituo cha kwanza kwa watu wa Sunna katika ukanda huu wa wilaya Kinondoni, Bagamoyo Road. Ndio kitakuwa kituo ambacho tunakitarajia tutapata vijana wengi sana, kwa sababu eneo letu ni kubwa na tutalizidisha kadri wa vijana watakavyoongezeka, kwa sababu elimu ya Qur'ani ndio msingi wa Uislamu. Mashaallah. Na mpenzi mtizamaji, kama unavyomuona shekhe ameeleza kwa undani, ameeleza kwa uzuri kabisa. Hivyo wewe ni kazi kwako mpenzi mtizamaji na kuchangia katika kituo hiki, ili Waislamu, ili watoto wa Kiislamu, ili sisi Waislamu tuweze kunufaika na usomaji wa Qur'ani tukufu. Na kabla sijamaliza, nina swali moja kwa ndugu yangu la mwisho hapa, ili tupate kujua. Naam, unaambia nini kwa Waislamu? Sasa lengo langu na wazo letu na Waislamu, tunataka Waislamu tuungane katika hichi kitu. Mambo ya kutafuta ufadhili kutoka nje ya nchi yashapitwa na wakati. Kama mlivyoona Wamarekani wanazuia kila njia. Sasa sisi wa Tanzania tuchangie kwa pamoja ili kufanikisha hili wazo. Hii ni hatua ambayo tumeianza. Sisi Boko ni watu wa maendeleo, tushajenga majengo mengi, tushajenga misikiti mingi, lakini tumeona sasa tuwekee sasa na zana zenyewe. Misikiti ya Sunna takriban tuna misikiti 14 ya Sunna Boko. Tuna misikiti 39 ndani ya wilaya ya Kinondoni ambayo hii imesimamiwa na Masjid Fatuma Zahra, tumejenga wenyewe kwa mkono wetu. Na tuna misikiti mingine tulifadhiliwa na taasisi ya Jamaati ya Answari Sunna na baadhi ya taasisi zingine. Kwa hiyo tuna vituo vya Sunna ambayo sasa tunataka kuwekeza, tunavyo vingi. Hatua inayofuata sasa hivi ni kujenga majengo ya elimu. Waislamu tumekuwa waoga kuja katika viwanja vya Idi, unaogopa labda kukamatwa. Waislamu tumekuwa waoga kuchangia, labda naogopa mimi nitakamatwa, labda serikali itanikamata au si nitataifishwa mali zangu. Kwa mujibu wa maelezo ya Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, daktari huyu yupo wazi, yupo huru, kila mtu achangie anichotaka katika dini yake, katika taasisi yake. Sasa basi, mimi niwafahamishe Waislamu, usije ukachukua kisababu mimi sinaogopa kuchangia. Hapana, njoo changia vitu kama hivi. Umetokea labda mtu kakukamata, kwa nini umechangia? Nioneni mimi. Mashaallah. Kumuona Samia moja kwa moja katika hili. Mashaallah. Hana wasiwasi huyu mama, anatusikiliza sisi tunasemaje. Mmeona katoa mashehe hapa siku zilizokwisha. Kwa hiyo dini iko wazi na yeye ndio mlezi wa taasisi zote za kidini hapa nchini. Kwa hiyo yule ambaye anaona anaogopa kuchangia, aje achangie mchana kweupe. Amekamatwa sijui kwamba kwa nini umechangia Uislamu, njoo nione mimi nitashughulika na hilo katika upande wa serikali. Mashaallah. Tusiwe na wasiwasi. Mpenzi mtazamaji, kama ulivyosikia anasema shekhe wetu hapa na katibu wetu, nchi yetu iko huru na tena nchi yetu ni nchi ya upendo na amani na rais wetu wa Jamhuri ya Muungano, rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan ni mtu wa watu. Hivyo Muislamu usiogope kuchangia dini yako eti kesa utakamatwa au utadhuriwa au utafanyaje, ila shekhe wetu amesema kwamba chochote kitakotokea wewe basi muone shekhe hapa, Sheikh Mtiani Hamis atakusaidia juu ya hilo.